Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo twende tukaangaza zile habari za michezo ambayo imeweza kubamba nchini Tanzania. Ni kuhusiana na mchezaji Elimpanzu Kibisawala, mchezaji ambaye kwa sasa anacheza ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza winga wa kulia, yani winga namba 7, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza winga wa kushoto, winga namba 11. Vile vile Elimpanzu anaweza kucheza kama kiungo mshambuliaji, yani namba 10. Kwa hiyo tunaona mchezaji huyu kwa sasa ameweza kuwa gumzo kubwa nchini Tanzania, hususan mkataba wake unavyoelekea ukingoni ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Fahamu Elimpanzu ni mchezaji ambaye alijiunga na klabu ya soka ya Simba mwaka 2024 katika msimu wa ligi wa mwaka 2023-2024 katika dirisha dogo la usajili, ambapo Elimpanzu alijiunga na klabu ya soka ya Simba akitokea katika klabu ya soka ya AS Vita Club ya nchini DR Congo. Elimpanzu raia wa DR Congo, mchezaji huyu tunaona wakati anajiunga na klabu ya soka ya Simba, tunaona mchezaji huyu aliweza kusaini mkataba wa miaka miwili kuitumikia klabu ya soka Simba, yani miaka 2.5, ambapo tunashuhudia mkataba wake hivi sasa tunavyoongea unaelekea ukingoni ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo ifikapo mwishoni mwa msimu wa mwaka 2025-2026, yani katika majira ya dirisha kubwa la usajili kuelekea msimu wa mwaka 2026-2027, mchezaji huyu atakuwa huru na kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba. Sasa taarifa za ndani kabisa ni kwamba Elimpanzu katika dirisha hili dogo la usajili la mwezi Januari mwaka 2026 aliweza kuwaomba viongozi wa klabu ya soka ya Simba kuondoka ndani ya klabu hiyo na kuweza kusema kwamba kama wasipomruhusu kuondoka katika dirisha hili dogo la usajili, basi hatosaini mkataba mpya wa kuendelea kuitumikia klabu ya soka Simba. Kwa hiyo anaamini ifikapo mwezi Julai mwaka 2026 atakuwa mchezaji huru na kuweza kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Elimpanzu katika hili dirisha dogo la usajili mwezi Januari mwaka 2026, Simba waliweza kupokea ofa kutoka katika klabu ya soka ya Raja Casablanca ya nchini Morocco, ambayo kwa sasa inanolewa na kocha wa zamani wa klabu ya soka Simba raia wa Afrika Kusini Faldu Davis, ambapo Faldu alikuwa akimhitaji Elimpanzu kufanya naye kazi, lakini tunaona Simba wakaweza kupiga ofa hiyo chini, bila kusahau CR Belouizdad ya nchini Algeria nao pia waliweza kutuma ofa kwa ajili ya kuinasa saini ya Elimpanzu, lakini Simba wakasema bado wana mpango na mchezaji huyu ambaye ana uwezo mkubwa, ama wenyewe upenda kumuita Volcano. Sasa habari za ndani kabisa ni kwamba kuna taarifa zinadai kwamba Elimpanzu amegoma kusaini mkataba na klabu ya soka Simba, huku taarifa zikidai kwamba kwa sasa mapenzi yake ameweka ndani ya klabu ya soka Yanga, anataka kwenda kuitumikia klabu ya soka Yanga Sports Club. Ni taarifa ambayo imeweza kuwa gumzo kubwa nchini Tanzania na kupelekea baadhi ya wachambuzi wa soka nchini Tanzania kuanza kutupiana vijembe na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba, hapa tukienda kumwongelea Ahmed Ally. Lakini Ahmed Ally tutaona katika mahojiano ambayo ameweza kuyasema ni kwamba Elimpanzu kwa sasa licha ya kutokuwa katika kiwango bora ambapo kinamfanya mchezaji huyu kutokuwa katika ubora ambao watu wengi wamezoea, ni kutokana na kwamba katika mwezi mmoja uliopita mwaka huu tunaona mchezaji huyu aliweza kumpoteza mtoto wake, yani alifiwa na mtoto wake, ndio sababu ambayo imemchangia Elimpanzu kutokuwa bora katika ule ubora ambao watu wengi wamezoea kumuona mchezaji huyu akiwa katika ubora. Kwa hiyo tunaona hayo ndio matatizo ambayo amekumbana nayo Elimpanzu katika kipindi hiki. Kwa hiyo tunaona meneja habari ameweza kuwatoa hofu wana Simba kwamba bado Elimpanzu ni mchezaji wa klabu ya soka Simba na ataitumikia Simba mpaka pale Simba ambapo wao watasema basi ndipo mchezaji huyu atakapoondoka katika viunga vya klabu ya soka Simba. Lakini Elimpanzu mwenyewe ameweza kuweka wazi kabisa kwamba kwa sasa focus yake ni kucheza mechi akiwa na jezi ya klabu ya soka Simba mpaka pale msimu utakapomalizika, na ndipo ambapo atakapenda kuamua hatima yake, aidha kuongeza mkataba ama kuendelea kusalia ndani ya klabu ya soka Simba. Ikumbukwe wakati Elimpanzu anatoka AS Vita Club na kwenda kufanya majaribio kule Ulaya mwaka 2024, aliweza kuweka hadharani kwamba klabu ambayo anataka kuitumikia hapa barani Afrika ni Simba Sports pekee. Kwa hiyo bado mapenzi yake yapo Simba. Kwa hiyo tunaona Elimpanzu kwa sasa bado ataendelea kuichezea Simba, lakini fikapo mwishoni mwa msimu ataamua hatima yake mwenyewe kama atasaini mkataba ama kuondoka ndani ya klabu ya soka Simba. Mtuambie eneo la comment, je, ni wakati sahihi kwa Simba kuachana Elimpanzu, na je unamshauri vipi Elimpanzu aendelee kusalia Simba ama aende kutafuta changamoto nyingine? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.